Kuelekea msimu ujao, wekundu wa Msimbazi Simba tayari wameshaanza kukisoka kikosi chao, huku wakiwa wanahusishwa na mlinzi wa kulia ambaye pia ana uwezo wa kutumika kama mlinzi wa kushoto. Huyu si mwingine ni Nathaniel Chilambo, nyota anayekipiga kunako klabu ya Azam Football Club. Inaelezwa kwamba tayari ameshasaini kandarasi ya miaka 2 kuitumikia wekundu wa Msimbazi Simba msimu ujao. Niko hapa ni Shabel Daniel akienda kuelezea dili hili kinaga ubaga. Langu jina ni Leopold John, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhan Mpuma. Tunaanzia hapa. Shabel Nathaniel Chilambo, licha kwamba amekuwa na kiwango bora, lakini amekuwa hapati nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Azam FC. Unafikiri inaweza kuwa ni chachu ya kumfanya kuingia kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, pia na ubora wake tukihusisha? Yes, ni mchezaji mzuri, lakini anakwenda Simba msimu ujao pia katika nafasi ambayo yupo Shomari Kapombe na Duchu. Lakini kwa taarifa hizo kwamba Simba watachana na Duchu, kwa hiyo kutakuwa kuna nafasi ya at least kuongezeko la fullback mpya wa ziada kulia. Ndio hapa sasa anaingia Nathaniel Chilambo. Na Chilambo ni mchezaji ambaye amekuwa kwenye rada za Simba kwa muda mrefu sana, kwa sababu kabla hata hajajiunga na Azam mwaka 2022 kutokea Ruvu Shooting, ni Simba ndio alikuwa wa kwanza kuhitaji huduma yake, lakini niliwahi kuzungumza naye akasema kwamba kilichompeleka Azam ni fedha, dau kubwa ambalo aliwekewa na Azam kipindi kile ndio sababu ya yeye kujiunga na Azam na kuachana na Simba. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa kwenye rada za Simba kwa muda mrefu, kwa hiyo itakuwa ni ndoa ambayo tayari ilikuwa ishafungwa mbinguni. Kwa hiyo kujiunga kwake na Simba msimu ujao binafsi haijanishangaza sana, lakini changamoto kidogo ni kwamba ni malengo ya mchezaji, kwa sababu inaonekana ni mchezaji Nathaniel Chilambo yupo driven sana, ama anaendeshwa sana na fursa fedha. Kwa hiyo kinachompeleka Simba ni fedha, kilichomtoa Ruvu Shooting kwenda Azam ni fedha. Yeye haangalii sio ana compete na nani, haangalii sio mshindani wake nani, atacheza kwa kiwango gani, lakini yeye anachoangalia ni fedha ambayo itaendesha maisha yake na itamsaidia mbeleni kwa kija kustaafu. Sasa tukiangalia performance ya Nathaniel Chilambo, unafikiri klabu ya Simba watakwenda kunufaika nayo? Tusizungumzie tu katika mashindano ya ndani, lakini pia kwenye mashindano ya CAF ambayo Simba pia anasubiriwa kwenda ushiriki kwa msimu ujao. Yes, ni mchezaji mzuri sana, quality player, quality fullback, kwa sababu ukiachana tu na yeye kucheza sana mechi za ndani akiwa na Azam kama backup ya Lusajo Mwekende, lakini pia amekuwa akipata nafasi ya kucheza kwenye mechi za kimataifa kwa muda wote wa miaka 4 na kidogo ambayo amedumu Azam hapo. Amekuwa akipata nafasi ya kucheza hizi games za Confederation, mechi sana za preliminary, amekuwa akitumika sana kwenye hizo mechi. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa sana, lakini pia ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia sifa zake, huyu ni modern fullback na ni mchezaji ambaye technically yuko vizuri sana. Anafanya vitu vingi vya kimsingi kama modern fullback, kama fullback wa kisasa, kushambulia, kucheza kwa energy kubwa, mwanzo mwisho, ile stamina ya walinzi wa pembeni unaiona kwake. Na ni mchezaji ambaye bado ni mdogo, nafikiri na miaka 25 sijui. Kwa hiyo bado anapatikana na kiwango chake kipo katika umri sahihi, na ile peak age ndo anaingia kwenye peak. Kwa hiyo ukiachana na hilo, nadhani Simba pia watampata mlinzi ambaye ni versatile. Mwanzoni ulimtambulisha pia kama fullback wa kushoto, sababu ana uwezo wa kucheza maeneo mengi. Kichana tunaye kucheza fullback zote hizi mbili, kulia na kushoto. Anaweza kucheza pia kama winga vizuri tu, either wa kulia ama wa kushoto. Kwa hiyo Simba watampata modern fullback kwa jina la Nathaniel Chilambo, na ni mchezaji ambaye ubora wake mkubwa sana unaonekanaga kwenye akiwa na mpira, lakini nadhani pia naye ana room ya kuboresha kwenye game yake, kwa sababu ni mchezaji ambaye anacheza mechi nyingi, lakini bado end product yake sio nzuri sana. Yani anafanya vitu vingi vya msingi, lakini pasi yake ya mwisho bado ina changamoto. Pengine ni swala ambalo anatakiwa kuimprove katika timu kubwa ambayo kwa asilimia kubwa mna control mchezo, mnatengeneza nafasi nyingi sana. Lazima awe decisive kwa mipira yake ya mwisho ambayo anawapelekea
washambuliaji. Kwa mfano msimu uliopita amecheza mechi 15 za ligi lakini alifunga goli moja na assist moja. Bado namba zipo chini sana, lakini hatuwezi kusema sana tukamaliza maneno, kwa sababu ni vitu kama hivi ambavyo tulikuwa tunavisema kwa mtu kama Nixon Kibabage alivyojiunga Simba, kwa ni mchezaji ambaye anacheza vizuri sana, lakini bado amekuwa hana consistency nzuri anapofika katika mita 5 mita 10 za mwisho za timu pinzani. Amekuwa maamuzi yake yana changamoto. Kwa hiyo let's see nini ambacho anaenda kukiofa katika timu ya Simba, lakini Simba wafahamu kwamba ukimpata Nathaniel Chilambo basi atawapa zile vibe za Shomari Kapombe, kwa sababu anakimbia sana kwenye channel, anakimbia kwenye maeneo na ana energy kubwa sana. Kwa hiyo ni kama Simba wamepata mbadala sahihi wa Shomari Kapombe. Sawa, itakuwa ngumu kiasi gani ama rahisi kwa Nathaniel Chilambo kuja kwenye timu kubwa kama Simba ambayo tunafahamu ile pressure ambayo mashabiki huwa wanaipeleka kwa mchezaji, na yeye mwenyewe Nathaniel Chilambo kuweza kuimanage ile pressure na isimuingie katika tasnia yake ya uchezaji katika klabu ya Simba? Pressure sidhani kama itakuwa kubwa sana. Unapotoka Azam unapokuja Simba, mara nyingi kidogo kuna vitu unakuwa umeshajifunza, kwa sababu Azam hawapo mbali sana na hizi Simba na Yanga, japokuwa kwamba pressure zaidi ni kwa mashabiki, kwa sababu hawajui chochote zaidi ya timu kupata matokeo. Kwa hiyo unaposhindwa kupata matokeo, Azam anaweza kuvumilia. Unapoonyesha kiwango kibovu, Azam anaweza kuvumilia, lakini kwa Simba it's unacceptable, yani haikubaliki kwa mchezaji ama timu ku underperform. Kwa hiyo kwa Nathaniel Chilambo amedumu katika hizi timu kubwa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni mzoefu kwenye ligi, sio kwamba anatokea katika timu ndogo ama ndo labda na msimu mmoja kwenye ligi kwa soka Tanzania bara. Anafahamu demands za klabu ya Simba, endapo akijiunga na Simba nafahamu mwenyewe anajua cha kuiofa klabu na nafahamu demands za timu nini. Kwa hiyo kwa umri wake pia sidhani kama itakuwa ni changamoto. Sawa, tuseme kwamba ni mwisho wa enzi za Shomari Kapombe kunako klabu ya Wekundu na Msimbazi Simba. Tutegemee kijana Chilambo akienda kufanya mapinduzi katika ule upande na kuwafanya wana Simba wasahau kabisa Shomari Kapombe kama ilivyokuwa kwa upande wa kushoto. Yes, Kapombe ndo anamalizikia hivyo. Na taarifa pia ambazo niko nazo ni kwamba sio tu Chilambo ambaye anaweza akaja Simba kama fullback wa kulia msimu ujao. Simba pia kuna mafullback wengine wa kimataifa ambao wanawatazama, akiwemo pia Andy Kofi Sirile, mlinzi wa kulia wa Singida Black Stars. Kwa hiyo hizi taarifa zote ni katika mazingira yale ya kujitayarisha na maisha bila Shomari Kapombe kwa misimu ambayo inafuatia. Sawa, ni kujitayarisha na kujitayarisha. Yeah, of course ni maandalizi ya Shomari Kapombe kuelekea msimu ujao. Bila yeye katika kikosi hicho. Amekaa kwa muda mrefu, lakini safari hii ameanza kuhusishwa na Nathaniel Chilambo, nyota huyu raia wa Tanzania kutokea kunako klabu ya matajiri wa jiji Azam Football Club. Hadi wakati mwingine, naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na mchambuzi Shabel Daniel. Asante na kwaheri. Na story kubwa kama ambavyo unafahamu ni kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, Simba Sports Club ambao ni wenyeji wakiwakaribisha mabingwa wa ligi ya soka Tanzania bara Dar es Salaam Young Africans katika mchezo ambao unafanyika Jumapili ya wiki hii Mei 3 katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo huko Mbweni jijini Dar es Salaam. Na maswali mengi yalikuwa ni kuhusiana na viingilio vya mchezo huu, ambapo tangu tumefahamu venue ama mchezo utakapofanyika, ambapo ilikuwa ni Meja Jenerali Isamuhyo, lakini still bado tulikuwa tufahamu kiingilio gani ambacho kitatumika kuwafanya mashabiki wa timu zote hizi mbili na mashabiki wa soka nchini Tanzania kutumia fedha gani ama kiasi gani cha fedha ambacho kitawafanya waweze kushuhudia dabi kubwa ukanda wetu huu wa Afrika ya Mashariki, ambayo ni Simba pamoja na Young Africans. Sasa leo hii msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally alikuwa na press na waandishi wa habari huko jijini Dar es Salaam, ambapo amezungumza vitu vingi kuelekea mchezo huu wa Simba na Yanga, lakini kikubwa ilikuwa ni kuhusu viingilio vya mchezo huu ambao unakwenda kufanyika Jumapili ya wiki hii majira ya saa 12 jioni, na akaweka wazi kwamba viingilio vya mchezo huu kiwango cha chini zaidi kitakuwa ni shilingi 15,000 kwa mzunguko, lakini kiwango cha juu zaidi kutazama dabi hii
itakuwa ni shilingi 50,000 kwa wale ambao wanapenda kukaa maeneo ya watu muhimu ama watu special VIP. Sasa kwa mchanganuo tu kidogo ni kwamba unajua uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo ni uwanja mdogo, ni uwanja ambao capacity yake ni watu 8,000, lakini kwa taarifa ambazo wamezieleza leo katika press hiyo ni kwamba kwa muda wa wiki moja, wiki mbili na nusu, uwanja huu ulikuwa unaendelea kufanyiwa marekebisho ya kuongeza majukwaa hasa kwenye maeneo ya nyuma ya goli. Kwa watu ambao wanaofuatilia uwanja, ni uwanja ambao majukwaa ya watu wengi ni yale majukwaa ya pembeni, ama watu wanaweza kufahamu kwamba majukwaa ya Urusi pamoja na majukwaa ya VIP, lakini haya majukwaa nyuma ya goli yalikuwa bado yapo katika matengenezo. Sasa majukwaa ya goli yanaelekea kukamilika, ambayo yataongeza capacity ya watu 2,000, kuongeza idadi ya watazamaji kutoka 8,000 mpaka idadi ya watazamaji 10,000, na kwa kiingilio cha hicho cha 15,000 kwa wale ambao wanataka kutazama mchezo huu ni kiingilio cha mzunguko. Na mzunguko kwa namna ambavyo uwanja ule upo na kwa namna ambavyo Simba wenyewe wamecategorize kiingilio hichi cha 15,000, ina maana watu ambao watalipia kiingilio cha 15,000 watakaa kwenye majukwaa ya nyuma ya goli, jukwaa la kwenye goli la nyuma, goli la kaskazini na nyuma ya goli la kusini. Haya ndio majukwaa ambayo yamepewa jina la mzunguko, na kwa wale ambao wanataka kukata tiketi za VIPB, basi jukwaa lao ni jukwaa la Urusi. Jukwaa la Urusi ina maana ni jukwaa ambalo linatazamana na VIP, ama sehemu ambapo wageni waalikwa ama wageni rasmi wanakaa. Kwa hiyo lenyewe utalipia shilingi 30,000, yani jukwaa la VIPB ni jukwaa ambalo gharama yake katika mchezo huo ni 30,000, lakini kwa wale ambao hawataki bugudha nyingi, ambao sasa ni wale VIP, watalipia shilingi 50,000. Na jukwaa la VIP kwa watu ambao wameshafika Isamuhyo ama wanatazama kwenye TV ama kwenye picha kwenye mitandao ya kijamii, ni majukwaa ambayo ndipo wageni rasmi wanakaa na sehemu ambapo dressing room za wachezaji zilipo ama wanapotokea kuingilia uwanjani. Kwa watu hao wao watalipia 50,000. Kwa hiyo ndio viingilio ambavyo vipo hivyo, na sasa hivi tiketi zimeanza kuuzwa, zipo mitandaoni, lakini pia kwenye vituo ambavyo vimetajwa tiketi hizi pia zinapatikana. Kwa hiyo kwa idadi ya watu wachache ambao unaingiza uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, nategemea watu wengi watazitafuta hizi tiketi ama watazinunua hizi tiketi kwa haraka na ziishe kabla ya siku husika ya mchezo huu. Kwa hiyo kwa watu ambao wanataka kukata tiketi kutazama mchezo huu, basi viingilio ndio hivyo. Mzunguko ni 15,000, VIPB 30,000, lakini kwa wale wa VIPA kiingilio cha mchezo huu wa dabi ni shilingi 50,000. Ni viingilio ambavyo havijai kutokea katika mchezo huu mkubwa wa Simba na Yanga kwenye ligi ya Tanzania bara ama hata kwenye mashindano ya kombe la shirikisho, kwa sababu nakumbuka kwa mfano timu hizi Simba na Yanga zilipokutana mara ya mwisho katika michezo ambayo haihusiani na ligi, ilikuwa ni katika fainali ya FA mwaka 2021 2022, ambapo Simba Sports Club walikuwa wanacheza mechi katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma, na kiingilio cha chini ilikuwa ni shilingi za Kitanzania 10,000. Kwa hiyo hiyo ni katika uwanja ambao capacity yake ni ndogo. Kwa hiyo the same hivyo katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo capacity ya uwanja ni ndogo, kwa hiyo viingilio vimepanda bei, tofauti na viingilio ambavyo mashabiki wamekuwa wakizoea katika uwanja unaohodhi mashabiki wengi kama uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Simba na Yanga kwenye ligi kuu ya Tanzania bara wanaenda kuweka rekodi ya kutazamwa na mashabiki kwa viingilio vya juu ambavyo havijawahi kutokea katika ligi kuu ya soka Tanzania bara tangu vilabu hivi vimeanzishwa. Yanga mwaka 1935, lakini Simba tangu imeanzishwa mwaka 1936. Timu hizi mbili hazijai kucheza mtazamaji akilipa kiingilio cha VIPA kwa shilingi 50,000 wala mtazamaji akilipa kiingilio cha mzunguko kwa shilingi 15,000. Kwa hiyo ndio viingilio hivyo ambavyo vimetajwa, lakini pia katika press hiyo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally amewatahadharisha pia mashabiki ambao
wanapenda kunyemelea mazingira ya uwanja wakijaribu kuingia kwa njia ambazo sio rasmi. Amewatahadharisha kwamba uwanja huo upo chini ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Kwa hiyo ni marufuku kwa mtu ambaye hatakuwa na tiketi katika mchezo huo kusogelea eneo la uwanja ama mazingira ambapo uwanja huo upo katika kambi ya jeshi, kwa sababu ni uwanja ambao upo chini ya JKT, na kwa mtu ambaye hahusiki na mchezo huo basi anaweza kukutana na madhara ambayo yanaweza kaja kuhatarisha usalama wake ama yakamhatarisha yeye mwenyewe, kwa sababu atakuwa hahusiki na mchezo huo na eneo ambapo mchezo huo unafanyika sio salama kwa mtu ambaye hahusiki na mchezo huo. Kwa hiyo kwa mashabiki ambao hawatopata nafasi ya kupata tiketi za kuingia katika mchezo huo, basi ni vyema wakatumia TV zao kutufuatilia mchezo huo mkubwa ili kuepusha madhara ambayo wanaweza wakakumbana nayo. Bana, jina langu mimi ni Shabel Dan, endelea kuwa nasi hapa kufuatilia taarifa mbalimbali ambazo zinatokea hapa Anuari TV. Nyuma ya kamera alikuwa ni Yusuf Mpuma. Mpaka wakati ujao.